wananiletea wenyewe. So I am really grateful, and all that I can say ni kwamba hatutawaangusha bwana. Unajua kuna watu wanaogopa, wanasema huyu Sifuna ati bei yake watafika siku moja. Mumesikia hiyo mambo? Kuna wakora walisema ati niliitisha 50. Baada ya wiki moja wakasema ilikuwa so 3. Siku hizi nasikia wanaongea wanachanga 2B. Ati wanihonge, niachane na wananchi. Itawezekana kweli? Sisi tumesimama, tumeona Canaan ndio hii hapa. Unafikiria unaweza nipea pesa niache kwenda Canaan bwana? Sisi tunaenda Canaan na tuendi Singapore. So nataka niwahakikishie, for as long as you will be there with us, na sisi tutasimama na nyinyi. Kuanzia kesho tunaenda kufanya ile census tujue kina Sifuna ni wangapi. Tunataka tuwapatie platform. Wametuzungusha sana, tunajaribu kuamsha website wanaangusha. Tukijaribu kuweka hii pay bill wanafunga. Lakini kesho tunaamini kwamba tutakuwa na solution ambaye itatuwezesha tujue tuko Sifuna wangapi. Ndio ajue how many people he will be facing at the ballot in 2027. We are scheduled as a Linda Mwananchi team to be in Tononoka after this Ramadan. And just like 1957, we are people who are blind. We are people who are blind in the political world. They have decided ya kwamba watafumba macho kwa ile suffering ya mwananchi ambayo inaendelea Kenya hii. Watafumba macho kwa yale maovu ambayo yanatekelezwa katika nchi hii yetu na serikali ambayo iko kwa sasa. Tunaomba kwamba just like in 1957 when we go to Tononoka, wafunguke macho. We hope that the spirit that was there in 1957 that healed that blind man will open the eyes of these people who have decided that they are going to close their eyes to what is happening in our country. Because as you have told me there is longevity in the word of God. Haijaisha, tutaipata huko Tononoka, si ndio? So as a bishop of this facility, please allow me to speak from here so that we can keep your sanctuary clean from where the word of God will be proceeding every Sunday in this cathedral. Si ndio? Mnaniona vizuri? Huko juu mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama katika kanisa hili lenu mpya nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wenu hapa Nairobi, na pia naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Tangu tuonane watu wa Ruai, tangu tuonane vile ambavyo president worship yetu imefanya hapa, mimi Mungu amenibariki, naruka kama tai, lakini ile kitu imenishinda ni kudansi. Hiyo mtanisamea. Kwa hivyo dancing ilivyokuwa ikiendelea hapa, move zangu sio kama za Janet na hao wengine, na zile za president worship walikuwa hatari sana. Tuwapige makofi.